Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha, na somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema maneno yanaweza kuwa kizuizi cha kufanikiwa. Maneno yanaweza kuwa kizuizi cha kufanikiwa. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema maneno yanaweza kuwa kizuizi cha kufanikiwa. Tuanze tafakari yetu kwa kujiuliza, je, inawezekana kwamba kinywa chako ndicho chanzo cha kuzuia baraka na mafanikio ya maisha yako? Kile kitabu cha Mithali 18:21 Biblia inasema hivi, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao wapendao watakula matunda yake. Kwa hiyo maneno unayosema yanaweza kujenga au kubomoa, yanaweza kuponya au kuumiza, yanaweza kufungua milango au kufunga milango ya maisha yako. Kwa hiyo ni kweli kabisa, usipokuwa makini na nini unazungumza au unazungumza kwa jinsi ya namna gani, inaweza kabisa kuzuia mafanikio au baraka ambazo Mungu alikuwa amekusudia kwenye maisha yako. Sasa tutaangalia maeneo kadhaa ambayo yatatusaidia ili tuwe makini namna tunavyozungumza na namna maneno tunayotamka yanavyoweza kuharibu au kutufanikisha katika safari ya maisha yetu. Kwanza, mahusiano na watu wengine. Ukiongea kwa staha, ukiongea kwa heshima, ukiongea kwa busara, watu huvutwa na wewe, na watu wanakuwa tayari kukusaidia. Watu wanakuwa tayari kushirikiana na wewe ili ufike kusudi ambalo Mungu amekusudia au fikie hatima ya maisha yako. Unapoongea kwa hasira, unapoongea kwa dharau au unapoongea kwa ukaidi, unaweza kuwakimbiza wale watu ambao Mungu alikuletea kwenye maisha yako ili wakuvushe, ili wakushauri, ili wakuelekeze, ili wewe upate kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ni kweli Mungu huinua watu, lakini pia usisahau Mungu anawatumia watu kama madaraja ili kukufanikisha wewe kwenye maisha yako. Usiharibu madaraja kwa maneno mabaya au kwa kuongea vibaya na watu. Jambo la pili, fursa za kimaendeleo. Watu wengi hupata kazi, hupata ubia wa biashara au misaada kwa sababu ya namna wanavyojitambulisha kwa maneno yao. Ikiwa mtu hawezi kuwasiliana vizuri au anazungumza kwa njia isiyovutia, anaweza kupoteza fursa ambazo zingempeleka mbali katika maisha yake. Yesu anazungumza nini? Kwenye kile kitabu cha Mathayo 5:16, maneno ya Mungu yanasema hivi, nuru yenu na iangaze mbele ya watu. Kwa hiyo unaposhindwa kuongea vizuri, maneno unayotamka yanaweza kufunika ile nuru ya Mungu ndani yako isionekane. Na watu wasipoiona hiyo nuru, ni ngumu sana kukupa ushirikiano, ni ngumu sana kukusaidia. Kwa hiyo utajikuta unaharibu safari ya maisha yako wewe mwenyewe kwa kutokuwa makini na namna unavyozungumza au unavyotamka maneno. Kwa hiyo uwe makini sana. Maneno unayozungumza yanaweza kukutengenezea fursa au kuzuia fursa za kimaendeleo kwenye maisha yako. Eneo la tatu, mtazamo wa wengine juu yako. Maneno yako yanaweza kuonyesha kiwango chako cha uelewa, kiwango chako cha maadili na mtazamo wa maisha. Ikiwa unazungumza kwa mtazamo asi,
kila mara watu watakuona kama kikwazo badala ya kuwa msaada. Kwa hiyo chunga sana namna unavyoongea. Eneo la 4, kujijengea taswira mpya. Maneno ya kinyongo, maneno ya kukata tamaa au malalamiko ya kila mara yanaweza kukuonyesha kuwa wewe ni mtu usiye na matumaini. Wewe ni mtu usiyeweza kuhimili changamoto. Hali hii inaweza kuwafanya watu wakupuuze hata kama una uwezo mkubwa. Kwa hiyo chunga sana namna unavyoongea au unapotamka maneno na mahusiano yako na watu wengine. Nihitimishe tafakari yetu kwa maneno haya. Mungu anaweza kuwa amekuandalia kila baraka kwa ajili yako, lakini ulimi wako ukawa kizuizi. Nini cha kufanya? Badili mazungumzo yako. Sema kile Mungu anasema juu yako. Zungumza neema, zungumza imani, zungumza baraka. Jifunze kusema pole, jifunze kusema asante, jifunze kusema samahani, na jifunze kusema neno jema kwa wengine. Usisahau, baraka zako zinaweza kuwa karibu mno, lakini kinywa chako kikawa mlango wa kuzifunga au kuzifungua. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.